Rais wa Marekani Donald Trump anaonekana kuchukizwa na ushindi wa meya wa New York anayefahamika kwa jina la Zohran Mamdani ambaye ameshinda kiti cha meya katika jiji hilo la New York. Rais wa Marekani Donald Trump imefikia hatua kutokana na chuki zake juu ya mdemokratiki huyo. Mwanasiasa huyo wa Republican amekuwa akimtaja Mamdani kama sura ya chama kipya chenye itikadi kali cha Democratic. Trump pia alitishia kuchukua mji wa New York na kuzuia fedha za mji huo iwapo Mamdani angeshinda, na pia amkamate mbunge wa mji huo ambaye alizaliwa nchini Uganda lakini ni raia wa Marekani na amrudishe nchini Uganda. Wapiga kura mjini New York wameweka rekodi kwa kujitokeza kwa wingi kupiga kura ya kumchagua meya wa mji huo. Iwapo mshindani wake angeshinda kiti hicho, angerudi kwa kishindo kikubwa katika siasa miaka minne baada ya kuachia ngazi kama gavana kufuatia msururu wa madai ya udhalilishaji wa kingono yaliyomkabili. Ti wa Mamdani unaopatia mji huo meya wake wa kwanza Muislamu na kiongozi mwenye umri mdogo zaidi kwa muda mrefu. Kinyang'anyiro hicho kilikuwa kimewapatanisha Mamdani mwenye umri wa miaka 34 ambaye alishinda mchujo wa chama cha Democratic mapema mwaka huu na Andrew Cuomo ambaye amegombea wadhifa huo kama mgombea huru pamoja na Curtis Sliwa wa chama cha Republican. Iwapo Cuomo angeshinda kiti hicho, angekuwa amerudi kwa kishindo kikubwa cha kisiasa miaka minne baada ya kuachia ngazi kama gavana kufuatia msururu wa madai ya udhalilishaji wa kingono yanayomkabili. Iwapo Sliwa naye angeshinda, basi mji mkubwa zaidi nchini Marekani ungekuwa chini ya Republican, wakati ambapo wakazi wa New York walikuwa wanamtafuta kiongozi ambaye atampelekea Rais Donald Trump kutoingilia masuala ya mji huo. Trump na wanasiasa wa chama cha Republican wamekuwa wakimtaja Mamdani kama sura ya chama kipya chenye itikadi kali cha Democratic. Trump alitishia kuchukua mji wa New York iwapo Mamdani angeshinda na amkamate mbunge wa mji huo ambaye alizaliwa Uganda licha kwamba ni raia wa nchini Marekani. Kwingineko, Democratic Abigail Spanberger ameshinda kiti cha ugavana wa Virginia kulingana na vyombo vya habari vya Marekani. Hiki ni kinyang'anyiro cha kwanza ambacho ni kama kipimo cha jinsi wa Marekani wanavyomjibu Donald Trump na utawala wake uliokosolewa pakubwa ambao ndio uko katika mwezi wa 9. Spanberger mwenye umri wa miaka 46 ni mbunge wa zamani katika bunge la Congress na afisa wa zamani wa shirika la upelelezi Marekani CIA. Anakuwa mwanamke wa kwanza kuhudumu kama gavana wa Virginia baada ya kumshinda kwa urahisi Republican Winsome Elie-Schultz. Wakati huo huo, chama cha Democratic kimejinyakulia pia wadhifa wa ugavana katika mji wa New Jersey baada ya Mick Sherrill kuibuka mshindi katika eneo hilo. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio ambayo yamejiri katika vyombo mbalimbali vya habari, lakini kubwa ni kile ambacho kinaelezwa na baadhi ya vyombo vya habari kwamba rais wa Marekani ni kama vile hakuridhia juu ya ushindi wa Democratic Mamdani ambaye ameshinda ugavana katika jimbo la New York. Basi endelea kutufuatilia kupitia hapa The World News. Tutakuwa tukikuletea habari mbalimbali katika ulimwengu kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote. Endelea kutufuatilia uweze kuyafahamu mengi yanayojiri duniani.